Natumia kanuni ya 47 kanuni ya kwanza, kanuni ya 47, kanuni ndogo ya kwanza, ya pili na ya tatu, na wewe ikikupendeza utatumia kanuni ndogo ya 4 kuruhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka niombe shughuli za bunge ziahirishwe ili tujadili jambo la dharura ambalo limekuwa likitokea kwa muda mrefu katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa kukitokea matukio ya sintofahamu, na sio tu kuhusu wabunge, hata raia. Kumekuwa na kikundi ambacho kimekuwa kikiteka watu. Miongoni mwa watu waliowahi kutekwa ni Mheshimiwa Msukuma, Mheshimiwa Bashe kwenye mkutano mkuu wa CCM, ndugu Malima Ben saa 8 amepotea. Juzi ametekwa ndugu Roma Mkatoliki. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nasema ni jambo la dharura kwa sababu hawa ni wale ambao wanafahamika. Hatujui ni Watanzania wangapi hawafahamiki katika ngazi za chini. Na zipo taarifa, Mheshimiwa Naibu Spika, ambazo binafsi nimezipokea kutoka kwa baadhi ya mawaziri wakinitahadharisha mimi binafsi kwamba Bashe, kuwa makini, wewe ni mmoja kati ya wabunge 11 ambao wamewekwa katika listi, mkikaa barabarani vibaya mnaweza kupoteza maisha yenu. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema jambo hili ni dharura kwa sababu kikundi hiki kilichomo ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho kimeamua kuchukua mamlaka haya ya kuteka watu kinaharibu heshima ya serikali yetu, kinaharibu heshima ya chama changu ambacho mimi na wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi tuliomba ridhaa ya kutaka kuwaongoza Watanzania na sio kuwahatarishia maisha yao. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa Naibu Spika uruhusu jambo hili tulijadili kama bunge, na ikikupendeza bunge hili liunde komiti maalum ya kuweza kuchunguza jambo hili linaloendelea katika nchi yetu, ama kuiagiza kamati ya usalama na mambo ya nje ya bunge hili iweze kufanya kazi yake na kutuletea taarifa kwa ajili ya usalama wa wananchi wa nchi hii. Hali ya nchi sio salama, Watanzania wanataharuki, Watanzania wanajadili mambo haya katika mitandao, na there is no statement ya hope kutoka serikalini. Waziri wa mambo Mheshimiwa Bashe, naomba ukae. Kanuni ya 47 inataka nikupe nafasi ya kutoa hiyo hoja. Kwa hiyo naomba ukae. Sema tena, siamini kabisa kama kuna vyombo Tanzania kwa maana ya jeshi la polisi au idara ya usalama wa taifa au magereza au jeshi lolote wanaofanya kazi kwa mitindo hii. Siamini. Narudia tena, siamini kama kuna chombo cha dola Tanzania kinaweza kufanya kazi kwa mtindo huu, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati vyombo vyetu vya dola ni kati ya vyombo mahiri zaidi kuliko vyombo vingine vyote. Na siamini chombo cha dola eti kwenda kumchukua mtu kwenye hoteli na mkajitambulisha kwamba ni chombo cha dola, alafu huyo mtu akaondoka, alafu akaokotwa ametupwa, si watasema ni nyie? Hakuna chombo cha dola ambacho kwa Tanzania ninachokiona mimi kinaweza kikafanya mambo ya kijinga kama haya. Hakipo. Kwa hiyo mimi nanipelekea kuwaza mambo mengi sana. Kwanza, imeleta matatizo sasa. Kwa mfano, ninasikia mimi rais wetu anatukanwa kule Kenya, wanamtukana rais. Alafu yule aliyechukuliwa anasema eti alikuwa anapigwa, anaambiwa sema asante Samia. Hivi kweli kuna chombo cha dola kwa maana ya polisi au idara ya usalama kinaweza kuwa kinampiga mtu alafu kinamlazimisha kusema asante Samia? Kwa nini image au sura ya rais wa Tanzania inaharibika kwa kiwango hiki? Why?
Na ni kwa nini tuko kimya? Tunaona, mnajua, watu wote mnajua kwamba kwenye economic diplomacy kuna mambo mawili. Kuna mahusiano na kuna biashara. Sasa mahusiano ya nchi na nchi yanapoharibika, biashara itakwendaje? Italeta matatizo makubwa kabisa. Na mpaka sasa umefika wakati tunaongelewa kwenye mitandao nchi yetu kama ni mahala pa hatari. Hii inaathiri mambo mengi sana. Kwanza inaathiri utalii wetu. Watu wanaanza kuona Tanzania si mahala salama. Mtu unaweza kuchukuliwa kwenye hoteli na ukatupwa. Watu wanaanza kuona Tanzania sio mahala salama. Why? Mtu unaweza kuchukuliwa ukatupwa na watu wanaojitambulisha watu wa vyombo. Mimi nataka niseme, lengo langu la kuongea ni kusema mimi sikubaliani na vitu hivi 100%. Hivi vinaitwa vya kijinga, havifai kutajwa kwenye jamii ya Tanzania. Na pengine mtu ataniuliza, wewe ni mbunge, kwa nini hujaongea bungeni? Watu wanapenda kusema hivyo. Leo bungeni kuna dakika za kikanuni za kuongea, dakika 10 mpaka 14 tu. Huwezi kuweka hoja kama inayotaka kuiweka. Hata ukiongea kwenye kamati uwe kwenye kamati husika. Lakini pia leo siongei kama mbunge. Anayeongea hapa ni mtu yule yule, lakini siongei kama mbunge. Mwingine anasema, sasa wewe kwa nini usiongee kama mneki wa CCM? Ni kweli mimi ni mneki wa CCM, ila leo siongei kama mneki wa CCM. Mwingine anasema, wewe ni askofu, kwa nini usiongee kama askofu? Leo siongei kama askofu. Leo naongea kama Mtanzania. Kabla ya uaskofu, kabla ya uneki, kabla ya ubunge, utanzania nilikuwa nao. I am talking as a citizen of my country. Naongea kama raia wa nchi yangu Tanzania, kwamba utekaji katika nchi yetu haukubaliki hata kidogo. Nataka mtu awaze. Hebu jaribu kuwaza mama yako mzazi aliyekuzaa, au kaka yako mzazi, kaka yako, watu wanakuja kumchukua ndani ya nyumba, wanaondoka naye alafu haonekani. Mimi siongei kwamba wale wanaopotea wana makosa au hawana makosa. Makosa yao siyajadili, kwa sababu sio kila kosa adhabu yake ni kifo au kutekwa. Kwa mfano, wewe una mwanao na mtoto wako kabisa, amekosea, labda ametukana serikali au amefanya uhalifu, amefanya hivi. Taratibu zinazotumika ni kumchukua mtu huyu, kumarrest, kumpeleka mahakamani, ahukumiwe na mahakama. Sio adhabu ya kila mtu ni kupotea. Hapana, hili jambo halikubaliki kabisa. Na sasa ni nani anayefanya haya mambo sasa? Hii ndiyo hoja yangu. Kumbuka hoja yangu mimi ni utekaji na ushauri kwa taifa.